Wale watani wetu walifanya mkutano katika jimbo hili. Mliona idadi yao ya watu waliokuja katika mkutano wao. Hapa leo kuna mafuriko ya watu. Hawa tukiwashinda watasema tumewaonea kweli? Wakubali ukweli, hawana watu. Watu wote wako Chama cha Mapinduzi kama mnavyoona hapa. Wakati mwingine ni bora mkubali aishe, maana mtasingizia mmeonewa. Haya, umati huu uwepo wake hapa, hamuone kama ni dalili ya nyinyi kushindwa? La kusema hawana. Maana mimi nimekuwa nasikiliza, sisikii sera hata moja. Sijawahi kusikia watafanya nini kwenye elimu, wala kwenye afya, wala kwenye barabara, wala kwenye viwanja vya michezo, wala kwenye maji. Hakuna sera, ndugu zangu. Msije mkahadaika. Hawa si watu wa kuchaguliwa, hawana uwezo wa kuongoza. Sasa ndugu zangu, leo niko hapa, nimekuja kufanya kazi mbili. Moja ni kueleza kwa ufupi mambo ambayo tutayafanya mkituchagua kuendelea kuiongoza Zanzibar. Lakini la pili, kwa sababu tuko kwenye mkutano wa kampeni, basi tunawajibika kuomba kura zenu. Sasa ndugu zangu, sitozungumza ambayo tumeshayafanya, maana ni mengi, yatachukua muda mwingi. Nyinyi mashahidi, mnaona. Nikuuliza eneo la elimu, kwa maana ujenzi wa skuli, mnaziona, hatuna haja kuyasema. Kwenye eneo la afya, kwa maana ujenzi wa hospitali, mnaziona za wilaya na mikoa. Kwenye eneo la barabara kuu na za ndani, mnaziona ujenzi wake kila pahali. Kwa maana viwanja vya michezo vikubwa na vidogo, mnaona ujenzi wake. Kwa maana ya masoko ya kisasa, mnayaona kila siku mkipita kwenye barabara hizi, mnaona masoko ya kisasa. Miradi ya maji, miradi ya umeme, alimradi kila upande kuna miradi mikubwa ya maendeleo katika nchi yetu. Sasa nikianza kuzungumzia mmoja mmoja tutachukua muda. Kwa hivyo itoshe kwamba miradi inayoonekana kwamba mridhie ya kwamba ahadi tulizozitoa mwaka 2020 tumezitimiza. Tumekuja kwenu kuomba mtuchague tena ili tufanye makubwa zaidi 2025 hadi 2030 panapo majaliwa. La pili, nataka niseme kwamba ninatambua changamoto zilizokuwepo katika maeneo haya, kwa maana ya jimbo hili na majimbo jirani. Kwenye upande wa barabara, natambua kwamba kuna mahitaji ya ujenzi wa barabara za ndani ambazo sisi mkandarasi tayari tunaye. Kazi yake ni kuendelea kujenga barabara za ndani Unguja na Pemba. Hapa najua kunahitajika barabara ya Kinuni skuli hadi Kwarara. Natambua kunahitajika vile vile barabara kutoka Fuoni Mambo Sasa hadi Taveta magari ya mchanga. Ndugu zangu, ahadi yetu ni kwamba barabara hizo tutazijenga kwa kiwango cha lami. Hakuna shida katika hilo, na wakandarasi wako kazini. Ni wakati tu, muda ukifika mtawaona katika jimbo lenu hili wakitengeneza barabara hii. Kwa upande wa elimu, naambiwa kuna mahitaji ya skuli ya msingi pale Tomondo Uzi na Kinuni. Lakini vile vile kunahitajika skuli ya maandalizi Kijitopele mashine ya maji. Hivi karibuni tumeingia mkataba wa ujenzi wa skuli mpya 29. Skuli mpya zile za kisasa, sio hii mabanda ya skuli, skuli za ghorofa 29. Nimepokea maombi haya, tutaangalia mgao ili tuweze kukupatieni na nyinyi skuli za kisasa za ghorofa.
Kwenye upande wa afya nimeambiwa kuna mahitaji ya kituo cha afya kwa Rara Kidutani. Uzuri ni kwamba tayari pale kumeshaanza matayarisho ya ujenzi. Matayarisho yanaendelea, katika muda mfupi ujao ujenzi wa kituo cha afya katika eneo lile utaanza. Naambiwa kuna mahitaji ya viwanja vya michezo. Nyinyi ni mashahidi, tumeshaingia mkataba wa ujenzi wa viwanja vipya 17 ukiacha vile vikubwa vya Amani na Gombani na Mao. Tuna viwanja vya mikoa, tuna viwanja vya wilaya. Lakini vile vile baada ya kukamilisha hivyo vya mikoa na wilaya, tutaangalia kwenye majimbo tuweze kujenga viwanja vya kisasa ili vijana wetu wafanye mazoezi, wafanye michezo katika mazingira mazuri zaidi. La mwisho ambalo ningependa kulisema leo ni swala la uwezeshaji wananchi kiuchumi. Natambua kwamba bado kuna changamoto ya ajira kwa vijana. Sera mama katika awamu ijayo ya uongozi itakuwa ni kutengeneza ajira kwa vijana. Tutatoa ajira serikalini, tutatoa ajira kwenye sekta binafsi ikiwemo viwanda, lakini tutawawezesha wananchi kujiajiri wao wenyewe kwa kuwapa mikopo isiyokuwa na riba. Ndugu zangu, tujipange, na hususan vijana tujipange. Ahadi yangu ni kwamba tutahakikisha kwamba vijana wengi kadri iwezekanavyo tunawapa ajira za kudumu ili waweze kujikwamua kiuchumi. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, nadhani walionitangulia kuzungumza wamesema mengi, kwa leo yatoshe. Sasa nifanye kazi ya pili, nayo ni ya kuomba kura. Niliyesimama mbele yenu naitwa Hussein Ali Hassan Mwinyi. Nagombea nafasi ya urais wa Zanzibar. Naomba kura zenu nyote za ndio, mtanipa. CCM oyee! Ndugu zangu, naomba nichukue fursa hii nimeombee kura mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mtampa? Ndugu zangu, ili mimi na mama Samia tufanye kazi vizuri, tunahitaji wabunge na wawakilishi wa Chama cha Mapinduzi. Tunahitaji na madiwani vile vile. Sasa hebu wabunge na wawakilishi wa Chama cha Mapinduzi mnaogombea na madiwani waje hapa, wanaweza kuwa wengi. Wabunge na wawakilishi waje juu hapa tuwaombee kura. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Ndugu zangu waliosimama hapa juu ni wagombea wa ubunge na wagombea wa uwakilishi wa Chama cha Mapinduzi, nadhani kwa mkoa huu wa Magharibi, au sio? Na waombea wote kura hawa mtawapa? Waliosimama hapo chini ni wagombea wa udiwani. Ili tuwe tuna serikali za mitaa madhubuti, tunahitaji madiwani wa Chama cha Mapinduzi. Naomba kura zenu zote kwa madiwani wetu wa Chama cha Mapinduzi, mtawapa? Asanteni sana. CCM oyee! Sasa ndugu zangu, baada ya kusema hayo, tuna mambo mawili hapa. Moja ni swala la hamasa, kama hivi leo tulivyohamasika. Lakini hamasa peke yake haitoshi kushinda uchaguzi. Tunawajibika tarehe 29 kutoka kwa wingi sote tukapige kura. Kwa hivyo naomba nikuonyesheni karatasi ya kura itakapokuwa, ili tuelimishane jinsi ya kupiga kura, tusikosee, tuweze kushinda mapema kabisa chama chetu kirudi madarakani. Kwa upande wa mgombea
wa urais wa Zanzibar. Karatasi itakuwa kama hizi mnavyoiona hapa mbele. Wa kwanza kabisa, kama kawaida yetu, wa kwanza kabisa mgombea wa Chama cha Mapinduzi Hussein Ali Hassan Mwinyi. Nembo yetu ya Chama cha Mapinduzi mnaiona hapa. Piga picha yako ndani ya kiboksi, usitoe nje, ndani ya kiboksi. Ukitoka nje itakuwa imeharibika. Kwa hivyo tafadhalini sana, tarehe 29 tukafanye kazi hii kwa wagombea watano. Kila Mzanzibari ana kura 5. Kura ya kwanza ya Rais wa Jamhuri ya Muungano, kura ya pili ya Rais wa Zanzibar, kura ya tatu ya mgombea wa ubunge, kura ya 4 ya mgombea wa uwakilishi, na kura ya 5 ya diwani wako. Tuhakikishe tunawachagua wagombea wote wa Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Sasa napenda nimalizie kwa kutoa shukrani kwa mara nyingine tena kwa kamati ya maandalizi kwa kazi nzuri walioifanya, na washukuru sana. Lakini vile vile nichukue fursa hii kuwashukuru kwa dhati vijana wetu wa hamasa. Kwa kweli toka tumeanza kampeni, iwe jua iwe mvua, vijana wa hamasa mko vizuri sana, asanteni sana. Sawa. Basi kama hamasa hizi tunavyoendelea na siku ya tarehe 29, sote tukapige kura. Nichukue fursa hii kwa dhati ya moyo wangu kuwashukuru wapenzi wa Chama cha Mapinduzi, wanachama wetu na wananchi wote kwa ujumla mliokuja hapa. Na nasema tena, hii ni ishara kwamba tutashinda vizuri uchaguzi wa mwaka huu. Ukitaka kujua tunashinda, wewe tizama idadi ya watu wanaokwenda kwenye mikutano yao, halafu tizama ya kwetu. Hawatuwezi na hawatu